Urusi yaingia mkoa wa Ukraine wa Dnipropetrovsk. Hata hivyo pia naibu mwenyekiti wa baraza la ulinzi la Urusi Dmitry Medvedev naye pia ameunga mkono hilo, lakini mkuu wa majeshi ya Ukraine mjini Kyiv anasema madai hayo ya Moscow ni ya uongo. Amesema taarifa hizo haziendani na ukweli wa hali ilivyo. Wataalamu huru hata hivyo wameonya kuwa uvamizi wa Urusi kwenye mkoa huo ni jambo linalowezekana. Mji mkuu wa Ukraine Kyiv Jumapili jioni kwa mara nyingine ulilengwa katika mashambulizi makubwa ya droni na Urusi. Hakukuwa na ripoti zozote za uharibifu uliotokea au za vifo au majeruhi. Wakati huo huo, mamlaka nchini Ukraine imesema kwamba mpango wa kubadilishana wafungwa na Urusi utaanza wiki ijayo baada ya pande zote mbili kulaumiana kwa kujaribu kuzuia na kuchelewesha mabadilishano. Mkuu wa idara ya upelelezi ya Ukraine Kirill Budanov ameandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba zoezi hilo litafanyika kwa kuzingatia makubaliano yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo ya ana kwa ana kati yao na Urusi yaliyofanyika mjini Istanbul, Uturuki. Wakati mipango hiyo ikiendelea, pande hizo mbili zimeendelea kushambuliana. Urusi imeushambulia mkoa wa viwanda wa Ukraine wa Dnipropetrovsk kwa drone, mizinga na maroketi ambapo miundombinu yake imeharibiwa. Ukraine nayo iliushambulia mji mkuu wa Urusi Moscow na kupelekea kufungwa kwa viwanja viwili vya ndege mjini humo. Vile wanajeshi wa miavuli kutoka Novorossiysk wameharibu ghala la kuhifadhia risasi na wafanyakazi wa Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani katika mkoa wa Zaporizhzhia, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Jumapili. Haya yakiendelea kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vimedungua ndege 3 za Ukraine zisizokuwa na rubani katika mikoa ya Belgorod, Bryansk na Tula, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Jumapili. Gavana mkuu wa Bryansk Alexander Bogomaz alisema kuwa uharibifu wa droni wa Ukraine kwenye eneo hilo haukusababisha hasara au uharibifu. Vile Urusi imewasilisha kundi la kwanza la miili 1212 ya wanajeshi wa Ukraine kwenye eneo la kubadilishana kwa mujibu wa makubaliano ya Istanbul. Luteni Jenerali Alexander Zorin anayewakilisha kundi la mazungumzo la Urusi alisema Jumapili. Anasema kwa kufuata madhubuti makubaliano yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo ya Urusi na Ukraine huko Istanbul mnamo Juni 2 na kwa mujibu wa ratiba iliyokubaliwa na upande wa Ukraine huko Istanbul, upande wa Urusi umekabidhi miili ya wanajeshi wa Ukraine iliyoandaliwa kwa ajili ya kurejeshwa kwa eneo la kubadilishana. Hili ni kundi la kwanza. Sehemu ya kwanza yenye miili 1212 ya askari wa Ukraine, lakini wengi wao wametambuliwa kama sare ya Ukraine, ambao wengi wao wametambuliwa na sare zao za kijeshi. Treni zenye miili ya wanajeshi wa Ukraine zitaanza kuelekea mpakani baada ya saa moja, aliongeza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile wanajeshi wa Urusi wamefika mpaka wa magharibi wa Jamhuri ya Watu Donetsk na wanasonga mbele katika mkoa wa Dnipropetrovsk, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Zaria katika eneo la Donetsk siku iliyopita. Nikinukuu taarifa wizara ya ulinzi inasema vitengo vya vita vya kusini vilikomboa makazi ya Zaria katika Jamhuri ya Watu Donetsk kupitia vitendo na jitihada madhubuti zilizofanywa. Inaelezwa kwamba rais wa taifa la Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye kwa sasa anatizamwa kama mmoja wa watu ambao wameshikilia mpini wa kutokuwepo kwa amani, inaelezwa kwamba kukataa kwake kupokea miili ya wanajeshi 6,000 wa Kiukraine waliokufa kutokana na hofu yake ya kuanguka kisiasa na sifa ni jambo ambalo halifai. Mchambuzi wa kijeshi na muhariri mkuu wa jarida la ulinzi wa kitaifa Igor Korochenko anasema idadi ya jumla ya miili ni 6,000. Hata hivyo, tunaona kwamba Kyiv inapuuza kwa jinai wajibu wake wa kupokea wanajeshi wa Ukraine walioanguka na inazuia mchakato huo kwa maksudi. Ni wazi Zelensky anahofia kwamba kukubali mabaki kunaweza kusababisha maafa ya kisiasa na picha mbaya. Kulingana na Korochenko, kusita kwa Zelensky kunaweza kuhusishwa na wasiwasi kwamba uhamishaji wa hatua moja kwa idadi kubwa kama hiyo ya miili itathibitisha kiwango cha upotezaji wa jeshi la Ukraine katika eneo maalum la operation ya kijeshi. Kwa mtazamo wa mazingira ya ndani ya kisiasa huko Kyiv, hii inaweza kuwa na matokeo mabaya, alibainisha. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile uvamizi wa kwanza wa wanajeshi wa Urusi kwenye mkoa wa Dnipropetrovsk unaashiria pigo la kiishara na la kimkakati kwa Ukraine. Gazeti la Times linaripoti. Gazeti hilo lilibaini kuwa mapigano kwenye mkoa wa Dnipropetrovsk yalianza wakati huo na maendeleo ya Urusi kwenye mkoa wa Sumi na Jamhuri ya Watu Donetsk yalifanyika. Vile vikosi vya Ukraine vimepoteza zaidi ya wanajeshi 200 na vituo 13 vya amri vya ndege zisizo na rubani katika eneo la wajibikaji la Battle Group mashariki ya Urusi. Msemaji wa kundi hilo la vita Alexander Godiev anasema ndege ya kivita Su-34 kutoka kundi la vita la Russia Kusini imetekeleza mashambulizi ya anga kwenye kituo cha muda cha kitengo cha Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Hayo yakiendelea, kwingineko,
Wanajeshi wa Urusi wanazingira kundi la wapiganaji la Ukraine kwenye makazi ya Radikovka katika mkoa wa Kharkov. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, na wanajeshi wa Urusi wamepunguza umbali wa makazi ya Konstantinovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk hadi kilomita 6.5. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Shukrani kwa baba ukivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.